Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru na mimi kwa wasaa huu niweze kuchangia bajeti kuu ya serikali. Kwanza kabisa, pamoja na ushauri wa mambo mengi nitakayoshauri hapa, niunge kabisa mkono bajeti hii ni nzuri, na Mheshimiwa Waziri wa Fedha hongera sana, lakini tumpe hongera sana mama yetu Samia Suluhu kwa sababu ndio rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni sana kwa kuja na bajeti hii. Mheshimiwa, nianze na Wizara ya Madini. Mheshimiwa, nchi hii ingekuwa na fedha nyingi sana. Nchi hii kwa jinsi ninavyoiona, hata Mheshimiwa marehemu Magufuli alikuwa akisema Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini ni kutokana na watumishi wetu wa serikali wanakuwa ni legelege katika kufanya mambo mengine ambayo unaona kabisa fedha zile pale unaziona. Mheshimiwa, nitatoa mfano mmoja kwenye jimbo langu. Mheshimiwa Naibu Spika, kule kwangu kuna sehemu kunaitwa Ngwala. Toka mwaka 2010 kuna kampuni inaitwa Heritage Tanzania imefanya utafiti wa madini adimu duniani yanaitwa rare earth. Madini hayo Mheshimiwa Spika, kama angeanza kuchimbwa, serikali ingeweza kukusanya kodi nyingi sana. Zaidi ya bilioni 25 serikali ingepewa kodi mwaka mmoja. Zaidi ya bilioni 83 zinakwenda kwenye gharama za uendeshaji. Zaidi ya bilioni 7 mlahaba wa serikali na mambo mengine. Ajira peke yake karibuni watu 1300 kule kwangu wangepata ajira na nchi nzima kwa ujumla. Lakini toka mwaka 2010 wanazungushwa kupata leseni special mining. Nilikuwa na kuomba Mheshimiwa Biteko na kuomba kwa unyenyekevu mkubwa, wapatieni leseni au Ngwala Peak Resource waweze kuchimba madini hayo. Ni madini ambayo hayapo Tanzania hii, hayapo Afrika hii, yapo kule Songwe. Na Mheshimiwa Waziri, unajua nilikuwa na kuomba ikiwezekana mwezi wa 7 usiishe uwape leseni wale watu. Wanataka kukata tamaa, wanataka kuondoka nchini kama walivyoondoka watu wengine ambao walikuwa pale Maleza pale Mbangala, wameondoka. Mafuta yamepatikana pale ukingoni mwa Ziwa Rukwa, wamefanya utafiti, serikali imekuja imesema hapana. Mlikuwa mnafanya utafiti wa gesi, mmepata mafuta, mmepata na gesi, lakini kabla mjapata mafuta wamekutana na madini ya helium. Baada ya hapo PTBC wamekuja wamesema hapana, tufanye pamoja. Wameshindwa, wamekasirika, wameondoka. Mheshimiwa Naibu Spika, inauma sana. Mheshimiwa Spika, upande mwingine ambao ningeweza kuishauri serikali, naomba nirudi kwenye taarifa kidogo. Mheshimiwa Mlugo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Doto Biteko, Waziri wa Madini. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa tu taarifa ndogo kwa Mheshimiwa Mlugo. Najua anachangia kwa hisia kubwa na angetamani uwekezaji ule utokee. Naomba kutoa taarifa kwenye bunge lako tukufu kwamba kampuni ya PLNG itapatiwa leseni ya uchimbaji mkubwa kwa mujibu wa sheria, na tuko kwenye taratibu za mwisho za kuwapatia leseni. La pili, kuhusiana na utafiti wa mafuta pamoja na gesi ya helium, naomba kumpa taarifa vile kwamba kampuni ya Helium One tayari imeshapewa leseni ya kufanya utafiti kwenye eneo hilo na taratibu zinaendelea. Mheshimiwa Mlugo, unapokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Naibu Spika, nimepata furaha ya ajabu sana. Hawa ndio mawaziri wanaotakiwa katika nchi hii. Nimefarijika sana. Na huo ndio unapelekea kwamba kweli mimi naongea ubunge. Ubunge lazima Mheshimiwa Spika uongee, alafu waziri take reaction. Ndio maana nilikuwa nimekwambia mara ya kwanza kwamba kuna mawaziri ukiongea wanakuwa hawapo. Nishawahi kuongea mwaka juzi kuhusu usia. Ngoja tuelewane vizuri Mheshimiwa Mlugo. Tuelewane vizuri. Waheshimiwa bunge, nimesema hivi, serikali iko bungeni. Na waziri hapa angeweza kunyamaza, wala sio kazi yake kutoa taarifa. Angeweza kuja kuchangia na yeye kama mbunge mwingine. Na ndio maana wabunge wengine ambao pengine waziri hajasimama kujibu kwenye hoja yako, haimaanishi wewe hujachangia sawa sawa ama hajakusikia. Nadhani tuelewane vizuri hilo Mheshimiwa Mlugo. Wewe ulikuwa serikalini, unajua zaidi mambo haya kuliko watu wengine ambao hawajawahi kuwa serikalini. Mheshimiwa Mlugo, malizia mchango wako. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Naomba dakika zangu zilindwe nimalizie mchango wangu kwa amani. Mheshimiwa Naibu Spika, nije upande wa elimu. Mimi ni mwalimu na declare interest kwamba nilikuwa serikalini kweli kwa kutumikia Wizara ya Elimu kama naibu waziri, lakini vile nina shule binafsi. Lipo jambo Mheshimiwa Naibu Spika lazima tulichangie, lakini na dada yangu Ndalichako pale unanifahamu, wewe ni rafiki yangu, tunaongea mengi na ninakushauri mengi. Naomba ushauri huu upokee vizuri. Wakati Mheshimiwa Leukiza akichangia jambo moja hapa,
ulisimama ukatoa na mwongozo, lakini mimi binafsi sijakuelewa Mheshimiwa Waziri. Naomba na mimi nishauri kama mwalimu. Tunaposema darasa la mitihani, darasa la 4, darasa la 7, form 2, form 4, form 6 kwa mwaka husika, hakuna popote duniani ambapo madarasa hayo yanaweza yakawa hayana mkakati wa kufaulu mitihani. Hakuna. Na wote hapo wabunge tumetoka kusoma, wote tumetoka form 4 huko, tumetoka form 6, tulikuwa darasa la 7. Mimi nilikuwa darasa la 7 mwaka 90 ngapi huko, lakini Mheshimiwa Waziri, nilikuwa nasomea Koroboi mpaka nikafaulu mitihani. Ni mkakati wa kusoma usiku, zinaitwa prepo, hata mchana. Sasa watu wameanzisha Juni program. Mashule yameanzisha Juni program. Na mfano mzuri ni kwa Mheshimiwa Mtaka, rais mkuu wa mkoa wa Simiyu. Na mpaka Mheshimiwa Rais alikuwa anamsifia namna alivyoanzisha academic Juni program wakati wa likizo. Leo hii Mheshimiwa Waziri unasema kwamba hapana, watoto warudi nyumbani. Darasa la 7 mtoto yule akirudi nyumbani saa hizi na mtihani wa taifa ni mwezi wa 9, watafeli mitihani. Ndio maana watoto wanafeli mitihani, lakini sababu ni viongozi nyinyi mnakataza zile program. Angalia shule binafsi wanavyofanya. Watoto wanasoma usiku, wanasoma Machi program, wanasoma Juni program, wanasoma September program. Madarasa ya mitihani lazima yawekee program. Take it. Walimu kwenye shule za serikali tunakosa walimu wa mathematics, tunakosa walimu wa physics, tunakosa walimu wa chemistry. Wakati shule zimefunga, tunasema darasa la 6 walimu, kwa sababu watu wameenda nyumbani, wao walimu wanafundisha darasa la 6 masomo ya sayansi, waweze kuwasaidia kaka zao pale. Walimu wanajitolea, wazazi wameamua kwa pamoja, wamelipa fedha ya chakula, wamelipa fedha ya malazi, wamelipa fedha za social, wameamua wenyewe watoto wabaki shuleni waweze kusomea. Taarifa. Naomba serikali. Taarifa Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Mlugo, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Kosato David Chumi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa Mheshimiwa Mlugo kwamba mimi pale Mafinga shule ya Changarawe haijawahi kuwa na mwalimu wa physics. Kwa hiyo Juni hii tunachukua walimu kutoka Mafinga Seminary ili waje pale watusaidie kuwabrasha wale watoto. Naomba kumpa taarifa. Mheshimiwa Mlugo, unapokea taarifa hiyo? Naipokea kwa miguu miwili na mikono miwili. Mheshimiwa Naibu Spika, naongea jambo ambalo mimi naishi huko, niko kwenye field, mimi ni mwalimu, nafundisha economics form 5 na form 6. Wakati wa mitihani lazima tuwawekee wanafunzi program. Mheshimiwa Naibu Spika, na wewe ulikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam pale, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, mimi leo naomba nikatae kabisa program zao, kwamba eti watoto darasa la 7 leo warudishe nyumbani. Wakienda kule watakuwa wanatumwa sokoni, watakuwa wanacheza. Acheni wakae shuleni wasome. Wakae shuleni wasome, ni jambo zuri. Naomba sometime serikali mwe mnasikia mawazo ya wengine. Lingine Mheshimiwa Naibu Spika, la mwisho, kipo kitu lazima tukifanya kwenye elimu kinaitwa PPP. Naomba nitoe takwimu ambayo Mheshimiwa Naibu Spika ukiyapata hayo unaweza kuona nini ninaongea. Mwaka kesho serikali itashindwa kuwapeleka watoto form 1 kwenye shule za serikali. Kwa sababu gani? Mpango wa elimu bure ulianza miaka 6 iliyopita. Watoto waliopo leo darasa la 6 wako takribani 1,800,000. 1,100,800. Wanakwenda wapi? Serikali ina uwezo wa kuchukua kwenye madarasa yao na madawati watoto 750,000 tu. Kwa hiyo ni asilimia kama 100 kwa mwaka kesho. Lazima serikali ijenge shule zaidi ya hizi zilizopo za shule za serikali. Sio kama tutaweza. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, ametoa shule moja kila jimbo, lakini bado tuko 1 ya 100. Serikali naomba ije na mpango wa PPP. Shule za private zina madarasa, zina madawati, zina walimu, lakini zinakosa wanafunzi. Nchi ni yetu wote, watoto ni wetu wote. Tuendeni tukakae pamoja, watu wa shule za binafsi tukae na serikali, tuone namna gani watoto hao wengine waanze kwenda kwenye shule za private wakajaze madarasa huko. Alafu serikali ianze kuwalipa mishahara kule, mbona ni kitu kile kama ambavyo mlifanya kwenye afya. Ni jambo jema mno. Na iomba sana serikali sikilizaga ushauri huu. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, baada ya kusema hao nasema naunga mkono hoja, lakini naomba mawazo yangu yachukuliwe na Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Asante sana. Asante sana.